Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo samedi le 21 février 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita maeneo ya Fizi na Uvira pale mplene ya Ruzizi, tuambie ni kipi kinachoendelea hapo, na tutawapeleka katika eneo ya Kavumu kulikuwa kushambuliana kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23. Hali ikawa tete sana kutokana na mapigano makali ambayo yaliripotiwa pale Kavumu. Tutawaambia hali halisi pale ni vipi. Tutawapeleka maeneo tofauti tuwaambie kabisa taarifa mbalimbali tena tofauti. Mnayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuendelea kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa naendelea kukuwa nazipata habari zetu kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata linki yetu, uguse kwenye linki hiyo. Ukijiunga bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke katika eneo ya Minembwe. Minembwe haijakuwa rekipere, hapana, vrema. Habari zilisambaa leo ya kwamba Minembwe iko rekipere, bado Minembwe haijakuwa rekipere, na siku ya leo kule Minembwe hakuna mapigano. Selo vyanzo vyetu, siku ya leo hakuna mapigano yaliyoripotiwa pale ni Minembwe, hali ni ya utulivu. AFC M23 na Twirwaneho wangali wanamiliki Minembwe centre. FARDC na wazalendo na jeshi la Burundi wanaendelea kukua mapozisio tofauti karibu na Minembwe, yani kando kando ya lokalite ya Minembwe ama katika Minembwe centre. Taarifa sasa kutoka pale Minembwe wanatuambia kuwa anayeitwa Kolonele Kamasa naye alijeruhiwa sana, alipelekwa kule Bukavu kwa matibabu. Kolonele Kamasa ni mojawapo wa kolonele wa Twirwaneho. Mnajua kabla ya kuanza kushirikiana na AFC M23 ilikuwaka kundi yenye ilikuwaka na viongozi tofauti nao wa kolonele na majenerale na wengine tofauti. Hawakuwaka na majenerale kwa sababu kiongozi wao mkubwa alikuwaka yule anaitwa Makanika ndio mwenye alikuwa kiongozi wao mkubwa, alikuwa kolonele. Aliwawaka hivi vita, nadhani ya kwamba mnakumbuka kuhusu jinsi alikufaka. Na kuna wakolonele wengi ambao wanaongozwa Twirwaneho siku ya leo, wenyewe walikuwa tuzoro wakiwa mkundi la Twirwaneho. Mnajua leo hii kiongozi mkubwa ni Charles Matama. Sasa Kolonele Kamasa ambaye naye anafanyia kazi pale Minembwe akiwa kiongozi mmoja wa Twirwaneho alijeruhiwa vibaya siku ya jana, na taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu pale wanatuambia kuwa alipelekwa kwenye matibabu katika mji wa Bukavu. Mnajua kule Minembwe Twirwaneho na AFC M23 wanasaidiana sana kudefendre eneo ya Minembwe, jeshi la Kongo likiendelea kuwashambulia. Siku ya jana waliopiga sana na madrone, yule Kolonele Claude akapoteza maisha yake. Tuliwaambia habari hizo asubuhi ya leo. Anaitwa Kolonele sasa Kamasa naye taarifa tunazo pale ni kwamba alijeruhiwa vibaya akapelekwa kwenye matibabu katika mji wa Bukavu. Vita vinavyoendelea kule Twirwaneho na AFC M23 katika siku hizi kabisa hawana bahati. Minembwe wanaendelea kupigwa sana na kuwapoteza watu wao mchana kama usiku. Tuendelee na habari zetu.
Taarifa zetu mbichi tuwapeleke katika eneo ya Kavumu. Siku ya leo katika eneo ya Kavumu kulikuwa mabadilishano ya moto kati ya wasi wa AFC M23 na wazalendo. Wakaaji wa Kavumu na maeneo ya jirani katika eneo la Kabare hutumia siku nzima katika hali ya hofu, huku kukiwa na mapigano kati ya vikosi vya AFC M23 na wazalendo. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano yalianza asubuhi kabla ya utulivu, kisha yakaanza tena jioni. Mapigano yalianza baada ya mwanachama wa wazalendo kuondolewa katika kituo cha afya. Saa chache baadaye mapigano yakaanza kuanzia Katana hadi maeneo ya Kavumu. Huko Kavumu wakaaji wanaripoti kwamba mapigano yalianza tena yapata jioni za siku ya jana. Ufuatianaji risasi ulianza tena yapata saa 12 jioni huko Kavumu, na kulikuwa na kuimarika kwa uwepo wa wazalendo katika kituo cha ununuzi yapata saa 12 na 40 jioni. Mabadilishano hayo ya moto yalivuruga traffic barabarani inayounganisha Bukavu na Kavumu na pia katika maeneo ya jirani. Katika sehemu ya Katana Kavumu, wapiganaji walikuwa wakiweka silaha, jambo lililowalazimisha wakaaji kubaki wamefungiwa majumbani mwao, na hali hiyo iliendelea kusababisha kabisa hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo ya Kavumu na maeneo ya Katana. Kule mteritwari ya Kabare sana maeneo ya Kavumu, Katana, eneo zinazokuwa pale karibu na Parke National ya Kauzi Biega, kunaendelea kuripotiwa mapigano hapa na pale, licha ya kuomba usitishaji vita kati ya pande mbili na Angola. Donc hata kama kuna cessez-le-feu iliombwa na Angola kuanza le 18, mpaka leo mapigano yanaendelea kwenye ligne de front. Maeneo yale wazalendo wanaoendelea kupigana na AFC M23 wanataka donc wako na jaribu kuyarekipere ayo maeneo. AFC M23 ikiwatake nao wanariposti, wanapigana, na mapigano hayo yanasababisha sasa usalama kidogo mwakaaji wa maeneo yale. Biashara za kiuchumi na zingine tofauti hazitatumika pale, na wakaaji huishi kupitia biashara mbalimbali wanazozifanya. Kutokana na mapigano hayo sasa maisha yanaendelea kukua mabaya. Wanatoa wito kwa pande mbili kusitisha mapigano kama ilivyoomba na Angola, na diplomasi kama njia pekee ambayo wote wanaiamini kuwa inaweza ikaleta solution, iwe njia ambayo wataitumia kuweza kumaliza vita na migogoro vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Katika maeneo mengine kwenye uwanja wa vita muplene ya Ruzizi, siku ya leo kulisikika mashambulizi haiko vita. Wahasi wa AFC M23 na wazalendo wakati walikuwa kudoria katika maeneo ya karibu na Lemera. Mnajua wazalendo wako Kidoti, AFC M23 nayo Lemera. Wakati walikuwa kudoria kwenye doria, ama wakati walikuwa nafanya security mu maeneo yenyewe wanaongoza wote wawili, walikutania katika maeneo yale, kukakuwa kushambuliana kwa muda ambao si mrefu, ilikuwa kama 30 minutes hivi. Wakati walishambuliana tu, kila parti wakarudia mu maeneo yao. Haiko vita yenyewe ilikuwa kule, donc walikutania kwenye doria wakashambuliana, apre wakarudia nyuma. Na vyanzo vyetu kutoka pale vinatuambia kuwa baada ya kushambuliana kati ya pande mbili, hali ilirejea kuwa ya utulivu na hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa kule. Toujours Lemera nayo ingali mu mikono ya wasi wa AFC M23 na Twirwaneho. Donc Lemera haijakuwa rekipere na wazalendo pamoja na FARDC. Wao wangali katika eneo ya Kidote, hawaja avance na kuirekipere Lemera. Hizo ndizo habari zinazotufikia kutoka muplene de Ruzizi. Tuendelee na habari zetu. Mnajua ya kwamba kulionekanaka kule Kisangani taarifa plutôt maimaje ya wanajeshi wa France pale Kisangani.
Isikuwe imaje tu bali walikuwa kapreza katika eneo ya Kisangani. Baada ya kuonekana kwa wanajeshi wale Kisangani, habari zikasambaa kwamba jeshi la Kongo FARDC liliwauza wa mercenaires wa France ili kuweza kuwasaidia katika vita wanavyoendelea kuvifanya dhidi ya waasi wa AFC M23 wanaomiliki maeneo tofauti Nord Kivu na Sud Kivu. Katika taarifa ya FARDC ya siku ya jana, walikanusha kabisa kuwaleta wa mercenaires wa France katika vita hivi. Mfanyakazi mkuu alibainisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imedumisha ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa tangu ilipopata uhuru, ikilenga zaidi mafunzo, na hii inajumuisha uboreshaji wa vitengo vya mapigano na maafisa nchini Ufaransa na Kongo, na pia katika shule za kijeshi za Kiafrika zenye mkazo wa kikanda. Kulingana na taarifa iliyosainiwa na Lieutenant Colonel Mongaba Hazukai, wanajeshi wa Ufaransa ambao picha zao zilisambaa mtandaoni ni wakufunzi wa Kifaransa kutoka kikosi cha mafunzo ya uendeshaji, wanapelekwa rasmi Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Chopo, kama sehemu ya mpango wa kutoa mafunzo upya na kuimarisha uwezo wa vitengo vya FARDC. Mamlaka ya kijeshi ya Kongo yanakataa kabisa madai ya shughuli za mamluki ama wa mercenaires ambazo wanazielezea kama za uongo, na kusisitiza kwamba uwepo huu ni sehemu ya mfumo rasmi wa ushirikiano wa pande mbili. Kupitia ufafanuzi huu FARDC inadhibitisha tena hali ya kitaasisi na uwazi ya ushirikiano wao wa kijeshi na Ufaransa, huku ikikana kuhusika kokote katika kuajiri mamluki, jambo ambalo lingeenda kinyume na kanuni za kusitisha mapigano zinazotetewa ndani ya mfumo wa juhudi za utulivu wa kikanda. Nadhani ya kwamba deja hapa mumeelewa kuhusu wale wanajeshi wa France ambao wako Kisangani. Niliwaambia ya kwamba FARDC na jeshi la France wanasinyake makao tofauti. Nikawaambia kwamba wanajeshi hawa inawezekana walikuja kama kupana mafunzo ama mzingine operasyon, kama walikuja kuwasaidia katika vita tutakuja kufahamu. Nikawaambia ya kwamba kabisa habari ya kweli kuhusu wale wanajeshi wa France tutakuja kuifahamu, na aujourd'hui realite ndio hiyo kabisa. FARDC ilitangaza walikuja kuwapa mafunzo wanajeshi wa FARDC kule Kisangani. Donc ni kuongezea tu mazoezi ya kivita, waendelee kukuwa na uwezo katika operasyon za vita. Nadhani ya kwamba pale kabisa tuko naendana 5 kwa 5. Taarifa zetu zinaendelea. Mnajua katika mji wa Goma kulikuwa kukifanyika festivali Amani. Ni festivali ambayo kulikuwa kukikutania ndani wasanii tofauti, pia na viongozi tofauti, wakaaji wa Goma na wengine ambao walikuwa wakipenda kusherehekea ile festivali Amani. Kwa kufanya festivali ya 11 ya Amani katika maeneo ya Nord Kivu, haitafanyika katika mji wa Goma kwa sababu mji wa Goma unamilikiwa na waasi wa AFC M23. Festivali Amani ya 11 itafanyika kule Lubumbashi kuanzia tarehe 10 hadi 12 za mwezi wa 4 mwaka huu. Pale kabisa ni tatizo ya kuwa AFC M23 inakontrole vile de Goma, ndio maana festivali Amani haitafanyika katika mji wa Goma, itafanyika kule Lubumbashi. Donc kule Lubumbashi ndio kwenye festivali Amani itakuia Goma kabisa, kwa sababu iko kipena AFC M23 haiwezi ikawezekana. Habari zetu zinaendelea kama kawaida, nimewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti. Nchi ya Burundi, kule Burundi, president wa Burundi General Neva alimfukuza kolonele wa polisi ambaye anaitwa ni Jimbere Gerare. Huyo ni kolonele wa askari polisi kule Burundi. Alimfukuza akisema ya kwamba
huyu kolonele aliibaka michele kabisa ambayo ingelipewa wengine wanajeshi wa askari polisi, donc wengine wa polisi. Siku ya leo ndipo General Neva, president wa Burundi, alikamata maamuzi hayo ya kumfukuza huyo kolonele wa polisi, akimshtumu kuwa alibaka michele iliyokusudiwa kupewa wengine wa polisi, kama kuwapa kabisa vitu vya kuishi. Donc kule wanapewaka michele ya kukula kama kawaida, kama wengine wa soldaginsi wanapewaka chakula, nao kule wanapewaka chakula. Sasa huyu kolonele, kutokana na wizi wa kuiba michele yenye ingelipewa wengine wanajeshi, alifukuzwa kazini kabisa. Ni siku ya leo ambapo maamuzi hayo yule president wa Burundi aliyakamata. Donc yule kolonele kabisa, kutokana na wizi tu, anafukuzwa kazini. Ndugu zangu, nisome maoni yenu basi, wale mnao tuandikia katika commentaire, mkituuliza hata kuhusu kufroginsi biko, mkituomba pia kuwajibu katika maswali yenu tofauti. Ni wakati wa kujibu basi maswali yenu. Anayeitwa Ndombe Belge alisema asante ndugu yangu, tuko pamoja. Okay, merci beaucoup ndugu yangu, nashukuru. Lukonge Kubuya alisema Kataronge ni nini ndugu yangu, hapo sikuelewi. Arike alisema tell wazalendo to make sure take Goma to be safe. Okay, wazalendo kabisa, hiyo ndio kazi wanayoifanya. Donc kazi yao ni kuavance mpaka watakapo ikamata Goma. Donasie alitia emoji de cœur, asante Donasie. Dorar Kabwile alisema bravo wazalendo na FARDC. Okay, Dushime alisema sawa kabisa mwariri, asante. Patrick Soule alisema merci à votre information. Merci beaucoup aussi monsieur Patrick, bienvenue. Alisema bonjour depuis Komanda. Oui, bonjour papa et bonsoir pale Komanda, muko bien. Kahambu Rosette alisema bonjour Mango depuis Mangina. Okay, watu wa Mangina naonaka sana mkomentere, muko sawa. Asomani Gabo alisema wa kwanza kutoka Kongo Lubumbashi, wazalendo FARDC, Mungu watie nguvu sana kabisa. Amani Musagalusa alisema na kufuata 5 kwa 5. Merci ndugu yangu Amani Musagalusa, na kupataka sana na wewe mkomentere. Tengu Fataki alisema ni kuwa kunguta tu wale wankotanyinjo vita iishe na M23 inapendaka kuavance kusema kama kuko seselefe na FARDC na mzalendo la patrie ou la mort waza FARDC. Okay ndugu yangu kabisa, na kupata Tengu Fataki. Ndombe Belge alisema na kutakia pia mchana mwema papa mtangazaji, na courage sana kubazalendo na FARDC. Mimi nasikia banasonga mbele 5/5 kutoka Kolwezi. Merci. John Bianmungu alisema asante kwa habari. Nami nasema asante ndugu zangu kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Nawashukuru sana. Basi tupatane katika habari mbichi zifuatazo za asubuhi kesho. Merci beaucoup.